Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Wapendwa, karibuni katika tafakari ya masomo ya misa ya Jumanne, juma la 18 la mwaka A wa kanisa. Masomo yetu ya misa ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 30 aya ya kwanza mpaka ya pili, na ile sura ya 12 na ile aya ya 12 mpaka 15 na ile aya ya 18 mpaka 22. Somo la Injili linatoka mwinjili Mathayo, sura ya 14 aya ya 22 mpaka 36. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano, naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Na walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genezareti. Na watu wa mahali pale walipomtambua, walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Neno la Bwana. Mpendwa msikilizaji wa redio Tumaini na mtazamaji wetu wa Tumaini Media, karibu katika tafakari ya masomo ya misa ya juma la 18 la mwaka A wa kanisa, Jumanne. Ndugu zangu wapendwa, Injili hii tuliyoisikia mwinjili Mathayo sura ya 14 aya 22 mpaka 36. Hii inaonyesha umuhimu wa maisha yetu ya kiroho kwa Kristo, imani iliyothabiti. Mwinjili Yohana aliandika sababu iliyomfanya Yesu aharakishe kuwatawanya watu na kuwatuma wanafunzi warudi kwenye mashua. Umati wa watu ulitaka kumfanya Yesu kuwa mfalme. Kirejea mwinjili Yohana sura 6 aya 14 mpaka 15. Bwana wetu Yesu Kristo alijua kuwa nia zao hazikuwa za kiroho, ni kwamba makusudio yao yalikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Kama wanafunzi wangalibaki, bila shaka wangeungana na mipango ya umati huo. Na ndiyo maana akawaambia wanafunzi,
nendeni mkapande mashua. Katika kitabu cha Zaburi, Daudi alilalamika kwamba Mungu alionekana kuwa mbali na asiyejali. Hata hivyo, alijua kwamba hatimaye Mungu, kwa imani kama punje ya haradali, haimaanishi kuwa ukubwa huo Mungu yu karibu pamoja na sisi tunapomwita. Ndugu zangu, imani ni kama punje ya haradali. Ni imani hai inayolishwa na kufanywa kukua. Mimi na wewe leo tunao lazima imani ikue ndani ya maisha yetu. Tunapomwamini Kristo atatuliza dhoruba za maisha yetu. Kama wanafunzi wale wangekuwa wakisali, wakijitia nidhamu na kulitafakari neno, wangeweza kufanya yote ambayo Kristo anawaamuru. Yesu aliwapa mamlaka ya kutoa pepo na kuwaokoa watu ambao wanaangamia. Ndugu zangu wapendwa, tunao nafasi ya pekee ya dhoruba tunazopitia katika maisha yetu kumkimbilia Kristo. Tunapomkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo, yeye atatuliza dhoruba zetu kama alivyotuliza dhoruba ile pale baharini kwa wale wanafunzi wake, yaani mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyewaletea tafakari ni mimi Padre Wilibert Matembo, padre wa shirika la Mtakatifu Agustino, nafanya utume Jimbo Katoliki la Msoma, Parokia ya Bikira Maria wa Fatima Songe. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wa televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.